Morris Abraham jana alikuwa na mchezo wa namna gani? Morris Abraham ni one of the best player ambao wameperform vizuri sana kwenye mchezo wa jana. Kuna siku moja nilikuwa nazungumza kitu kimoja hapa kuhusiana na Elim Panzu kwamba kuna baadhi ya game hachezi vizuri, sio? Lakini kuna game za size yake ambazo anacheza vizuri. Naam. Morris Abraham ni game yake ya pili ana surprise watu uwanjani kwa uwezo wake. Anafika kwenye maeneo kwa haraka sana, ana speedi, anapiga pasi kwa haraka sana, anafanya maamuzi kwa haraka sana, ana uwezo mzuri wa kumsoma mpinzani, anafanya movement za haraka sana, anazungumza na wachezaji wenzake. Ni vitu ambavyo ni nadra kuviona kwa kila mchezaji. Morris Abraham ametuonesha vitu vingi ndani ya muda mfupi na umri wake pia bado ni mdogo. Kwa hiyo ni mchezaji ambaye kadiri muda unavyozidi kwenda atazidi kuwa mchezaji muhimu zaidi kwenye klabu ya Simba, na not my word, mimi sio mtabiri, lakini nina uhakika siku zinahesabika mbele Morris Abraham atakuwa pangua kwenye kosti ya Simba Sports Club kwa namna ambavyo anacheza. Na ndio maana mimi binafsi yangu naamini kwamba kuondoka kwa Fadlu Davids kunaweza kumfanya Morris Abraham kuwa mchezaji muhimili zaidi kwenye klabu ya Simba, tofauti na vile ambavyo Fadlu Davids angeendelea kuwepo kwenye klabu ya Simba. Kwa kifupi ni kwamba kuondoka kwa Fadlu Davids ni faida pia kwa Morris Abraham. Sababu ya kwanza ambayo inasababisha Morris Abraham anufaike na kuondoka kwa Fadlu Davids. Fadlu Davids anataka viungo wakati ambao wako direct sana kwenye kupiga pasi kwa haraka. Lakini Morris Abraham ana uwezo wa kupiga pasi kwa haraka, yes, lakini ana uwezo wa kudribble mpira na kuutanua uwanja bado akiwa na umiliki wa ule mpira. Kitu ambacho mara nyingi makocha wengi huwa hawapendi sana mchezaji ambaye anakaa na muda mrefu kwenye eneo la katikati, kwa sababu ni eneo ambalo mara nyingi michakato ya utengenezaji wa nafasi, michakato ya ufungaji inaanzia pale. Sasa kuna muda hapo unaweza kukaa na mpira au kama na mpira kutoka katikati kwenda pembeni, mwalimu mwingine atakumind kwa sababu hahitaji hivyo, anahitaji uwe direct uende mbele kuliface lango la mpinzani ili uweze kupata uwepesi wa kupata bao. Kitu ambacho kwa Morris Abraham ana uwezo wa kukifanya, lakini kwanza kuna activities zingine anaziingiza kwenye huo mchakato. Ndio maana unaona kwa mwalimu kama Fadlu Davids alikuwa anamweka nje na alikuwa na prefer zaidi kumtumia Kante ama kumtumia Kamara au kumtumia Neo Maema mara nyingi, kwa sababu wako direct sana kwenye pasi za kwenda mbele tofauti na Morris Abraham. Lakini ukitazama namna ambavyo anacheza, ni mmoja wa wachezaji ambao amekuwa na performance bora sana. Hii ni game yake ya pili, ameonyesha uwezo mkubwa sana uwanjani. Sawa, lakini tukiachana na Morris Abraham, Jean-Charles Ahoua jana wacheza, mashabiki wengi wa Simba walitoka kwenye vibanda umizo, wengine ambao waliangalia nyumbani wakiwa na masikitiko makubwa juu ya nafasi ambazo amepata, lakini hakuzifanyia haki vile ambavyo wanaamini. Sasa pombe zote tulizungumza vitu vingi, kuambia la nafasi lazima tulizungumze. Kukosa nafasi, of course mchezaji yote anaweza kukosa nafasi. Of course. Kuna nafasi zingine ukizikosa ni uzembe. Kuna nafasi zingine ukizikosa inabidi umsifie, ni bahati mbaya, inabidi pia zingine umsifie mpinzani ambaye anakuwa anakuzuia. Jean-Charles alipata nafasi nzuri kabisa yeye na goalkeeper. Si moja. Sikuwa mbili. Kuna mwingine alikuwa yeye na goli baada ya kumpiga chenga goalkeeper. Kuna nyingine alikuwa yeye lakini akakosa. Goalkeeper zote akakosa. Sasa kwanza tazama alipopokea mpira, alikuwa amepokea mpira kwenye eneo gani? Na alipata sekunde ngapi za kuandaa mwili kwa ajili ya kufanya maamuzi? Kwenye swala kufunga sina shida na Jean-Charles Ahoua. Ni mmoja ya wafungaji wazuri sana. Lakini yale matukio mawili yametokea hapo kwa hapo. Yaani papo mtu huyu hapa, papo lango ili hapo mtu huyu hapa anatokea kukublock. Kwa hiyo lazima mchakato wa kufikiria tuachane na nafasi ya pili ambayo labda unasema hiyo ilitokea kwa haraka baada ya kupigiwa pasi, I think na Steven Dese Mukwala kama sio Kibu Dennis. Alipigiwa pasi ikamkuta kwenye eneo zuri. Alikuwa kwenye kasi, akatulia, akaangalia wapi peleke mpira, kwa bahati nzuri goalkeeper akacheza. Vipi kuhusu ile nafasi nyingine ambayo alipata? Akampiga chenga goalkeeper, akatizama chini na akapiga mpira nje. Speed yake
na lango vile tofauti. Yani speed ambayo alikuwa nayo na timing ya kucheza ule mpira ndo ambayo ilienda tofauti. Ndio maana aliweza kukosa ile bao. Ile ndio maana alikosa ile nafasi. Kama unakumbuka kuna mchezo kwenye ule mchezo wa finali msimu uliopita kombe la shirikisho, kuna nafasi moja alipata Shomari Kapombe na naye pia alikosa nafasi, hata Jenchazi pia alikosa nafasi. Yes, wote wa Torres na. Yes. Kuna muda mchezaji anaweza akawa yuko kwenye nafasi nzuri. Yeye alikosa dhidi ya Stellenbosch. Jenchazi. Shomari Salum Kapombe ilikuwa ni finali bado dhidi ya Berkane. Kuna wakati mchezaji anaweza kaa kwenye speed ambayo ndio yuko kwenye position nzuri ya kuliona lango na kufunga, lakini ile speed yake ikashindwa kumfanya aweze kujicontrol na kukadiria mpira ambao anakusudia kwenda kuucheza. Mwisho wa siku unakuta either awahi kunyosha mguu mpira upite, au anyoshe mguu akaguse mpira uende kwenye engo ambayo hakuikusudia kutokana na speed ambayo yeye alikuwa nayo. Kwa hiyo pia hata jana kuna nafasi ambayo Jean Chaza huwa amekosa kwa sababu ya uzembe wake, lakini kuna zingine ambazo amekosa kwa sababu speed yake na speed ya mpira na makadirio yake ya uchezaji ule mpira vilikwenda tofauti, na ndio maana akakosa. Kwa kukosa nafasi, kila mtu anaweza kukosa nafasi, lakini zipo zingine kweli ukizikosa tutakulaumu, lakini kwa Jean Chaza huwa mimi nitamlaumu jana kwenye nafasi moja tu. Nafasi ambayo alikuwa ni yeye, alipokea mpira, analitazama lango, lakini akawa blocked kwa rahisi zaidi. Nadhani ile ndio ambayo nafasi ambayo naweza nikamlaumu, lakini zingine nilikuwa na nafasi ambazo alikuwa na uwezo wa kuzikosa tu kwa sababu ya namna ambavyo alipokea mpira na speed ambayo alikuwa nayo. Bwana, sasa tumekuwa na wakati mzuri sana hapa tukizungumza Simba Sports Club, na tunasubiria sasa Simba wataleta kocha gani. Watu wengi wana hamu ya kumuona kocha wana hamu ya kumuona kocha gani atafika